Kwa bahati mwanamke alidakaua kwenye harusi ya rafiki yake. Alikuwa akitarajia mchumba wake aliyeishi naye kwa miaka 8 atangaze ndoa. Mwanaume aliyenyang'anya maua kutoka mikononi mwake na alimpatia msaidizi wake maua yale, na alimwambia mchumba wake kuwa mtu mwingine alikuwa ameyadaka yale maua kabla yake. Alimtuliza mchumba wake na kumwambia watafanya siku nyingine, lakini msichana alifahamu kuwa hakutakuwa na muda mwingine kwa sababu hii ndo nafasi ya mwisho kwa mchumba wake. Awali walikuwa wakipendana sana, walifanya kazi kwa pamoja na kununua nyumba yao. Baada ya miaka 8 kuwa pamoja, walitakiwa wamefunga ndoa kipindi kirefu kilichopita, lakini kila wakati ndoa ilipotajwa mwanaume alisema tusubiri kidogo. Baadaye rafiki wa mwanamke alisema alikusudia kumpa maua yale rafiki yake. Alishangazwa kuona boyfriend wa rafiki yake alimpa mwanamke mwingine, lakini msichana alijua kitambo kwa nini boyfriend wake alifanya vile. Inafahamika ya kuwa boyfriend wake miaka 2 iliyopita alimwajiri sekretari. Aligundua ya kuwa boyfriend wake alianza kuchukia kurudi nyumbani na mtazamo kwa mpenzi wake ulikuwa kukosa subira. Msichana alimwambia rafiki yake afike kwenye ndoa yake wiki ijayo sababu anataka kuachana na huyo mwanaume binafsi milele. Usiku mwanaume alirudi na kuomba msamaha kwa mpenzi wake. Alimwambia kuwa hakuna chochote kinachoendelea baina yake yeye na sekretari wake. Alimtuliza na kumwambia kuwa ndoa yao itakuwa ni nzuri zaidi siku nyingine, lakini msichana alikuwa ameshakwisha kuchoka na ahadi za mpenzi wake kwa sababu siku zote amekuwa akimtuliza hivyo. Aliamua kuachana na mpenzi wake. Mpenzi wake alilaumu na kusema yale alikuwa ni maua tu. Msichana alimwambia kuwa atafunga ndoa wiki ijayo. Hii ilimshtua sana mpenzi wake. Alimfokea mpenzi wake na kumwambia aache kuwa mjinga. Msichana alilia na kusema kila mtu anayemzunguka anafunga ndoa. Mwanaume alikaa kimya na kukosa cha kusema. Ghafla alipokea simu kutoka kwa sekretari wake kuhusiana na kikao cha dharura. Alimwacha mchumba wake bila ya kujali. Kabla ya kuondoka alimwambia msichana kuwa hataki kufunga ndoa hivi karibuni. Hawezi kukubali, haijalishi ni kwa kiasi gani mwanamke huyo atamlazimisha. Na alisema ataishi mbali na yeye kidogo kwa muda. Lakini msichana alitabasamu na kusema mwanaume atakayeoana naye wiki lijalo sio yeye. Baadaye yule mwanamke aliuza ile nyumba. Wiki iliyofuata mwanamke alikuwa ndani ya gauni la harusi akijiandaa kufunga ndoa. Kwa wakati huu boyfriend wake alikuwa hana nia ya kumwoa hata kidogo, hadi pale marafiki zake walipomwambia aende haraka. Akaamua kwenda ili aweze kutimiza ndoto ya mpenzi wake. Aliitazama suti kabatini. Mwanaume alifikiri mwanamke wake atafurahi sana kuweza kumuona. Mwisho wa siku mwanaume alifika katika nyumba ya mpenzi wake kama alivyoahidi. Mchumba wake alipojitokeza mbele yake, mwanaume alidhani atatembea kumfuata yeye bila wasiwasi. Bila wasiwasi mwanamke alitembea na kumfuata mwanaume mwingine. Mwanaume alishangaa sana kuona tukio hili. Je, unataka kufahamu ni nini kiliendelea? Usiache kutufollow kwa story kali kama hizi. Like, share, comment na subscribe. Setine Max, chaguo lako.